Stakabadhi ghalani sio neno geni masikioni mwa Watanzania, hasa wanaoishi mikoa ya Mtwara, Lindi, Pwani, Singida, Kilimanjaro, Kagera na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Morogoro, kwani mikoa hii hutumia mfumo huu kuuzia mazao kama vile korosho, kahawa, alizeti na ufuta. Huu ni mfumo wa kukusanya mazao pamoja kwenye ghala maalum lililosajiliwa na serikali kwa lengo la kuyauza kwa ushindani. Mfumo huu ulianza kutumika wilayani Kilosa mwaka 2024 kwa mazao ya mbaazi na ufuta, ambapo kutokana na uchanga wake, baadhi ya wakulima wameupokea kwa hisia mseto, huku baadhi yao wakiupinga kwa hoja kuwa unawacheleweshia malipo yao, huku wengine wakidai kuwa wanakopwa mazao yao, kama anavyokiri wazi mtaalamu huyu anayeshughulikia masuala ya vyama vya wakulima kutoka ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Ni kweli changamoto ipo huko site, kwa maana ya kwamba wakulima bado wanauelewa hafifu wa namna gani mfumo huu unafanya kazi, na sisi kama wataalamu tumekuwa na kikosi kazi ambacho kimekuwa kikiratibu zoezi la mfumo wa stakabadhi mazao ghalani, na tumekuwa tukiziona hizo changamoto tunapofika site, kwa maana ya wakulima kwanza kuamini kwamba hapana, wanaaminishwa wanakopwa. Wakulima wamekuwa wakilalamika kwamba tunacheleweshewa pesa zetu, na wamekuwa wakitoa malalamiko kadha wa kadha, lakini nizungumze kwamba yote tumeyachukua na tumekwenda kuyatolea ufafanuzi huko site, na tumepita zaidi ya vijiji, vitongoji na kata, zaidi ya kata 14 tumepita na kuongea na wakulima, na tunaendelea kufanya zoezi la utoaji wa elimu kwa hawa wakulima. Pamoja na changamoto hiyo, mfumo huu umefanikiwa sana tangu uanze kutumika katika wilaya hii, ambapo kupitia mfumo huu kilo zaidi ya milioni 4 za ufuta zimeuzwa kwa mwaka huu na wakulima kupatiwa fedha zao. Na kwa upande wa mbaazi, mwaka jana zimekusanywa zaidi ya kilo milioni 1, ikiwa kwa mwaka huu bado takwimu zinaendelea kuchukuliwa. Stakabadhi ghalani kwa wilaya ya Kilosa kama ambavyo nimezungumza, tulianza rasmi mwezi Agosti mwaka jana, yani mwaka 2024. Na tulianza kwa kuainisha vituo vya kukusanyia mazao, ambapo kwa wilaya ya Kilosa tuko na vituo vitatu ambavyo ndio maghala makuu, kituo cha Mikumi mji, lakini tulikuwa na kituo cha Kilosa kati ambako tuna ghala kuu pale Jineli, lakini pia tuna mfumo huu tulikuwa tunaufanya katika ghala moja ambalo lipo pale Dumila, kwa ukanda wa Dumila. Lakini mfumo huu tulianza kwenye mbaazi mwezi Agosti na ulikuwa na changamoto nyingi, lakini takwimu zinazungumza kwamba kwenye mbaazi kwanza tuliweza kukusanya mbaazi zaidi ya kilo milioni 1,135,526 ambazo ziliweza kuuzwa kwenye hayo maghala matatu, na kwa wastani wa bei ya shilingi 1,700, na wakulima waliweza kulipwa pesa zao na hakuna changamoto iliyotokea, na ilikuwa ni bei ya kiushindani ukilinganisha na maeneo mengine ambako wakulima wamekuwa wakiuza mazao yao nje ya mfumo wa stakabadhi mazao ghalani. Kwa hiyo mwaka jana tulianza mwezi Agosti tukafanya mbaazi tu, kwenye ufuta hatukufanya, lakini mwaka huu tuliweza kuanza mapema kuanzia mwezi wa Aprili, ambapo tulianza kwenye zao la ufuta na tulifanikiwa vizuri sana kwa mwaka huu, ambapo tumeweza kuuza ufuta zaidi ya kilo milioni 4,923,362. Kilo za ufuta hizo zimeweza kukusanywa katika wilaya ya Kilosa, na hayo ni mafanikio makubwa sana. Na bei ya chini kabisa ambayo tumeuza kwa msimu wa mwaka huu ilikuwa ni bei ya shilingi 1,945, huku bei ya juu tukiuza kwa bei ya shilingi 2,770 kwa eneo letu la wilaya ya Kilosa. Mfumo ulikuwa na mafanikio sana. Zaidi ya minada 14 iliweza kufanyika, ambapo yote iliweza kuuza mazao hayo, na mafanikio ni kama nilivyoyataja. Pamoja na mafanikio hayo, serikali kwa kushirikiana na wadau imeendelea kutoa elimu kwa wakulima wa wilaya hii juu ya faida za kuuza mazao yao kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Na sisi kama wataalamu tumekuwa na kikosi kazi ambacho kimekuwa kikiratibu zoezi la mfumo wa stakabadhi mazao ghalani, na tumekuwa tukiziona hizo changamoto tunapofika site, kwa maana ya wakulima kwanza kuamini kwamba hapana, wanaaminishwa wanakopwa. Wakulima wamekuwa wakilalamika kwamba tunacheleweshewa pesa zetu, na wamekuwa wakitoa malalamiko kadha wa kadha, lakini nizungumze kwamba
yote tumeyachukua na tumekwenda kuyatolea ufafanuzi huko site, na tumepita zaidi ya vijiji, vitongoji na kata, zaidi ya kata 14 tumepita na kuongea na wakulima, na tunaendelea kufanya zoezi la utoaji wa elimu kwa hawa wakulima. Lakini itoshe kusema, ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu watu wa Kilosa, ni kweli huu mfumo mgeni, lakini mpaka serikali imeona kwamba sasa huu ndio utaratibu wa kutumika kwa nyinyi wakulima, imeona kuna nia njema. Na mfumo huu kwa wakulima hatujasema ni mfumo wa kumlazimisha mkulima. Tumetengeneza utaratibu ambao mkulima apate soko la mazao yake na ajue taarifa za bei ya mazao yake sokoni. Hiyo ndio lengo kubwa la stakabadhi mazao ghalani. Na hapa mtaalamu huyu anamalizia kwa kukiri kuwepo kwa changamoto ya ucheleweshwaji wa malipo kwa wakulima, huku akifafanua kuwa jitihada kadhaa bado zinafanyika kwa lengo la kumaliza changamoto hiyo. Ya kuboresha maeneo ambayo yana changamoto. Kwa mfano, eneo la kuchelewa kwa malipo, tunaendelea kushirikisha wadau wa kisekta ambao ni wadau wa fedha, waendelee kutusaidia kuweka utaratibu mzuri, pesa inapoingia haraka iweze kumfikia mteja haraka. Lakini tunaendelea kuboresha katika maeneo ya muda wa minada. Mzigo ukifika kiasi kidogo ambacho kinaweza kuuzwa, uuzwe kwa haraka na huyu mkulima aweze kulipa nini? Pesa yake haraka. Kwa hiyo tunaendelea kufanya maboresho ambayo yatapunguza ule muda wa mkulima kufanyaje? Kuchelewa kupata malipo yake. Lakini na wadau wengine ambao ni makampuni ya simu, na yenyewe tumeendelea kuongea nayo kuhakikisha kwamba hela zinapofika kwao wawalipe wateja wao haraka iwezekanavyo, ili huyu mkulima sasa asiingie na kero ya utaratibu wa mfumo. Lakini mfumo hauna lengo baya, mfumo hauna unyang'anyi, na hata ule upotoshaji kwamba mfumo huu mazao yanakwenda kununuliwa si na viongozi fulani. Jamani, wafanyabiashara wale walikuwa kipelekea Dar es Salaam ndio wale wanaonunua mazao haya katika mfumo na utaratibu wa stakabadhi mazao ghalani.